Rais wa Marekani Donald Trump amewashambulia kwa maneno makali wakosoaji wa sera zake kuhusu Iran, akiwataja kuwa ni watu wenye wivu, wenye nia mbaya au wasioelewa hali halisi ya mambo, huku akiendelea kutetea uamuzi wake wa kuingia katika makubaliano na Iran badala ya kuendelea na mzozo wa kijeshi ambao ungegharimu Marekani mabilioni ya dola. Trump alitoa kauli hiyo kupitia mtandao wake wa kijamii wakati mjadala mkali ukiendelea ndani na nje ya Marekani kuhusu makubaliano mapya yaliyofikiwa kati ya Washington na Tehran wiki hii. Baadhi ya wanasiasa, wachambuzi wa usalama na hata wanachama wa chama chake cha Republican wamekuwa wakidai kuwa Trump amekuwa mpole mno kwa Iran na kwamba Marekani ilipaswa kuendelea kuongeza shinikizo la kijeshi na kiuchumi dhidi ya taifa hilo la Mashariki ya Kati. Akijibu ukosoaji wa Trump, alisema mafanikio ya uchumi wa Marekani pamoja na utulivu wa soko la nishati yanaonyesha wazi kwa mkakati wake umekuwa sahihi. Wapumbavu hawa wanaofikiri sijakuwa mkali vya kutosha kwa Iran wakati soko la hisa limefikia rekodi mpya ya juu na bei za mafuta zinaporomoka, ama wanawivu, ni watu wabaya au ni wajinga. Make America Great Again, aliandika Trump. Kauli hii imezua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa nchini Marekani, huku wafuasi wake wakisema rais huyo ameonyesha uwezo wa kuzuia vita kubwa ambavyo vingekuwa na gharama kubwa kwa Marekani na uchumi wa dunia. Kwa upande mwingine, wakosoaji wake wanaona kuwa makubaliano hayo yanaweza kuipa Iran nafasi ya kuimarisha uchumi wake na kuongeza ushawishi wake wa kisiasa katika Mashariki ya Kati. Mjadala huo unakuja wakati baada ya kipindi cha mvutano mkali kati ya Marekani na Iran kilichoshuhudia vitisho vya kijeshi, maandalizi ya mashambulizi na tahadhari kubwa katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Katika wiki za hivi karibuni kulikuwa na hofu kwamba hali hiyo ingeweza kugeuka kuwa vita kamili kati ya mataifa hayo mawili, jambo ambalo lingekuwa na athari kubwa kwa usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Trump amekuwa akisema kuwa sababu mojawapo iliyomsukuma kutafuta suluhisho la kidiplomasia ni gharama kubwa za kuendesha vita vya kisasa. Katika mkutano wake wa hivi karibuni na waandishi wa habari, Trump alisema kuwa mashambulizi ya kila siku dhidi ya Iran yangekuwa yakigharimu kati ya dola milioni 500 hadi milioni 700 kwa siku, kiwango ambacho alikielezea kuwa ni kikubwa mno hata kwa taifa lenye uchumi mkubwa kama Marekani. Kwa mujibu wa Trump, kuendelea kwa operesheni hizo kwa muda mrefu kungeweza kuathiri vibaya akiba ya silaha za Marekani na kuongeza mzigo kwa walipa kodi wa Marekani. Amesema baadhi wanaomtaka endelee na vita hawafikiri gharama za muda mrefu wala madhara yanayoweza kutokea kwa uchumi wa taifa. Mbali na hoja ya gharama za vita, Trump pia ameeleza kwa utulivu wa bei za mafuta ni moja mafanikio makubwa ya sera zake. Wataalamu wa masuala ya nishati walikuwa wameonya kuwa vita kati ya Marekani na Irani vingetishia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz, njia muhimu inayopitia sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Hali hii ingeweza kusababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi na kuongeza mfumuko wa bei katika nchi nyingi duniani. Badala yake, baada ya kutangazwa kwa makubaliano hayo, masoko mengi ya fedha yalionyesha utulivu, huku wawekezaji wakianza kuamini kuwa hatari ya vita imepungua. Trump amekuwa akitumia hali hiyo kama ushahidi kwamba njia ya mazungumzo imeleta matokeo bora zaidi kuliko kuendelea na mashambulizi. Hata hivyo, wakosoaji wake wanaendelea kuhoji iwapo makubaliano hayo yataweza kudumu kwa muda mrefu. Baadhi ya wabunge wa chama cha Republican wameonya kuwa Iran imekuwa na historia ya migogoro na Marekani kwa miongo kadhaa, hivyo wanaona kuwa tahadhari kubwa inapaswa kuendelea kuwepo. Wengine wanahofia kuwa makubaliano hayo yanaweza kuipa Iran nafasi ya kuimarisha uwezo wake wa kiuchumi na kijeshi kabla ya kurejea katika sera zake za zamani. Kwa upande wa Iran, viongozi wa Teherani wameonyesha matumaini kwamba makubaliano hayo yatafungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kusaidia kupunguza baadhi ya vikwazo vya kiuchumi ambavyo vimekuwa vikiathiri uchumi wa taifa hilo kwa miaka mingi. Iran inaamini kuwa mazingira mapya ya mazungumzo yanaweza kusaidia kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kuimarisha biashara. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema mafanikio au kushindwa kwa makubaliano hayo yanaweza kuwa moja mambo yatakayobeba uzito mkubwa katika urithi wa siasa za Trump. Ikiwa makubaliano hayo yatafanikiwa kudhibiti mvutano wa kijeshi, kuimarisha utulivu wa soko la nishati na kuzuia mzozo mkubwa katika Mashariki ya Kati,
Trump ataweza kudai kuwa alifanya uamuzi sahihi wa kuchagua diplomasia badala ya vita. Kwa sasa mjadala unaendelea kushika kasi nchini Marekani, huku Trump akibaki mara katika msimamo wake kwamba uamuzi wake kuhusu Iran umeisaidia Marekani kuepuka gharama kubwa za vita, kulinda uchumi wake na kudumisha utulivu katika masoko ya dunia, wakati wapinzani wake wakisema kuwa ni mapema mno kutangaza ushindi kabla ya kuona matokeo halisi ya makubaliano hayo katika miezi na miaka ijayo. Naitwa Onesmo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.